Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba viporo vya wakati huu hatuvitumii kachumbari. Tuna vila vikavu kwa sababu havijachacha sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakishukuru Mwenyezi Mungu, na hii ilikuwa mechi yetu muhimu sana kuelekea ubingwa wa CAF. Ambapo tutaanzia ugenini. Hii mechi ya leo kwetu ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu moja ni kutoa muunganiko wa wachezaji, lakini pia ni kutoa muunganiko wa wachezaji na mashabiki wake. Unajua huu muunganiko ni mzuri sana. Unapokuwa unafeli kwenye michezo yako ya nyumbani, ni alama au ni ishara mbaya kuelekea michezo ya kimataifa. Kwa hiyo hilo kubwa ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kikubwa zaidi ni kuwaonyesha wapinzani wetu, lakini kuonyesha bara la Afrika Simba Sports Club ni timu ya aina gani, ni timu ambayo ina muunganiko wa aina gani. Tunaposema kwamba tuna timu kweli, na mwaka huu tulipokuja na kauli mbiu ya ubaya ubwela, tulikuwa tunamaanisha kwamba yoyote atakayejitokeza ataadhibiwa tu. Na ndio maana unaona baadhi ya timu ambazo ni wajanja wanatukimbia, kwa sababu wanajua ni lazima na wao wataadhibiwa, kwa sababu wanaamini kabisa Simba hatumii kachumbari kula viporo vyake, kwa sababu na yenyewe nayo ni kiporo. Kwa hilo ndio kubwa ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Viwango vya baadhi ya wachezaji wako kama Joshua Mutale ameonekana kuimarika na kuwa katika fomu. Hii inawasaidia vipi sasa kuelekea kwenye michezo ya kimataifa? Hakuna mchezaji hata mmoja hapa Simba si mchezaji mkubwa mwenye uwezo, ni nafasi tu. Na ukiangalia mechi iliyotangulia ya JKT, ukiangalia ilivyokuwa na leo ni tofauti, yani wanabadilishana nafasi. Na hizi tuzo za NBC zitahamia kwetu, na sisi tutakuja kuanzisha klabu ya tunzo, kwa sababu naona tutazichukua zote. Hakuna timu itakayocheza na Simba tusichukue hizi tuzo. Leo tumemwona Mutale, lakini uliona mechi iliyopita, lakini pia ulimuona Ateba kama vile amezaliwa upya, mpaka watu wanashaka kumbe kuna Ateba. Leo hii watu wameona kumbe kuna Mutale, lakini hata mkituchezesha kesho mtashangaa tena mchezaji mwingine. Na mechi ambayo sasa hivi tunasubiri kwa hamu sana, ambao watu wengi pengine hawajui, maskini ya Mungu, ni RS Berkane. Hiyo ni mechi muhimu sana barani Afrika. Sasa hivi Afrika nzima wanewazia hiyo mechi. Mnaanzia away, lakini uone kama mtapata wakati mgumu. Mnaanzia kwa Mwarabu mchezo wa kwanza, naye bila shaka bana away wapi? Simba away ni wapi? Simba away labda kwenda Madrid, kwenda wapi, lakini huko Afrika tushazurura kote huko. Na tushachezea sana tano zile, tukamwambia sawa tutarudi. Lakini sasa hivi timu yoyote ya Afrika inapokuwa inapangwa na Simba Sports Club wanalia mno. Kwa hiyo sisi kwenda RS Berkane pale ni Morocco, tofauti kati ya pale na hapa ni Morocco. Hakuna hofu yoyote, ni ardhi tu na zile sura. Pengine wale wana ndevu nyingi kwa sababu ya Uarabu, sisi hatuna ndevu kwa sababu sio Uarabu. Hizo ndio tofauti. Lakini brother, ndani ya dakika 90 RS Berkane tunaenda kuwapolezea pumzi ya moto. This time hatutamwachia maiti ya mng'ang'anie mwoshaji. Lazima tumuoshe na lazima tumzike. Ndani ya michezo minne Kamara amepoteza clean sheet 2 na mnakwenda kimataifa. Sasa hiyo haiwapi pressure yoyote ile? Haitupi pressure. Unajua Kamara amecheza michezo mingi sana, na magoli ambao Kamara anofungwa hata nyinyi mnayaona. Yani kama vile uganga fulani hivi, yani unashangaa hiyo imo. Magoli mengi na yazidi mawili, kwa sababu mganga pia atoi boko nyingi, anatoa boko moja tu. Kwa hiyo unashangaa, hata ukimuuliza Kamara, juzi tumuulize ilikuwaje, na mimi nashangaa mpira upo wavuni ulikopitia sioni. Kwa hiyo haitupi shida. Unajua pia Waarabu wao mambo haya hawana sana. Kwa tunaamini tutaenda kutoshana nguvu, hilo halina shida. Ndio kiongozi, mimi nataka nifahamu bwana, wewe ni mdhamini kule katika timu ya Polisi, na bila shaka imepanda katika ligi kuu ya Zanzibar. Kwanza unajisikiaje timu kuweza katika jambo kubwa sana leo la furaha? Sasa hivi najiandaa kwenda kupanda ndege kuelekea visiwani Zanzibar. Timu ya Polisi ina muda mrefu sana ilikuwa haishiriki ligi kuu. Sasa mwaka jana nikakabidhiwa timu ya Polisi kama mdhamini mkuu, na kuisababisha na kuiwezesha iweze kucheza Premier League. Tunachomshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka tunapozungumza hivi sasa pale kwenye dimba la Maudi pale visiwani Zanzibar, Polisi ya Zanzibar imeshughulikia kundemba magoli 3-1. Hivyo 100% tumeingia ligi kuu kwa kishindo cha magoli 3. Na tangu nimepewa timu hii na tangu nimeanza kuhangaika na timu hii, msimu huu tumepoteza mechi moja tu kati ya mechi zote tulizocheza. Na hii ilikuwa ni kutokana tu, sijajua ilitokea vipi, lakini tulikuwa na clean sheet zote zaidi ya mechi moja tuliyoshinda. Kwa hiyo moja ni mechi chache sana, labda pengine siri ya ubora ni nini?
Kimsingi tulichokifanya pale timu ya polisi kwanza ni kuunganisha timu kwa maana ya management, lakini kuunganisha timu kwa maana ya wachezaji. Tulisajili wachezaji wenye ubora, lakini pia tulikaa kitu kimoja kati ya management na wachezaji. Tukawaambia lengo letu ni kwenda kucheza championship. Lengo la msimu huu niliwaambia wakati nakabidhiwa timu kwamba lengo langu nataka tukacheze championship. Lazima tukacheze. Sasa hauwezi kwenda kucheza championship kama haupo kwenye Premier League. Kwa hiyo huo ulikuwa ndo msingi wa kwanza kuhakikisha kwamba tunaipandisha timu kwenda kwenye Premier League. Kwamba uongozi ukakubaliana na mimi, tukaweka mipango, tukaanza kuhangaika na timu za Zanzibar, tukaanza kushughulikia timu moja baada ya nyingine mpaka leo hii timu kongwe, timu hatari na timu tishio visiwani Zanzibar Kundemba wamekubali kuchezea virungu vya mapolisi kwa goli 3-1. Msimu tumecheza mara 2 home and away. Mchezo wa kwanza tulitoka draw ya 1-1 na walitufunga mazingaumbo kwa sababu hata mimi ile goli ambalo alisawazisha sikujua liliingiaje. Lakini tukatoka 1-1. Tukawaambia hakuna shida, kuna marudiano ambao leo tumerudiana, tumewashughulikia goli 3-1, 1-1. Timu ya polisi Zanzibar inaingia Premier League kwa kishindo. Mimi nikuulize kwanza swali la kwanza, kuna timu nyingi Zanzibar, lakini kwa nini ulichagua polisi? Swali langu la pili kwenye kujazia hapo, ni nini siri ya mafanikio ya polisi? Kwa nini polisi? Ni kwa sababu polisi walikuwa wanahitaji msukumo wetu. City Institute of Health ni chuo bora ambacho kimejinyambua kwenye masuala ya kimichezo. Tumekuwa City College imekuwa ikisponsor mashindano ya Mapinduzi. City College imekuwa ikisponsor ligi ya Muungano, lakini imekuwa ikionekana kwenye sehemu nyingi za kimichezo. Kwa hiyo polisi wao walikuja na proposal yao, wakatuomba sisi, wewe kamishna wa jeshi la polisi anatoka Zanzibar kuja bara kututafuta. Na nakumbuka kwenye mazungumzo ya kwanza tuliyafanyia hapa KMC, nilikuwa ni mechi ya Simba, walikuja hapa wakanitafuta kwamba bwana tunakuomba tukukabidhi timu ikiwa na malengo kwamba uisaidie ili tuweze kupanda daraja. Mimi nikakubalia kwa sababu ndio kazi zetu sisi kama jamii, lakini kama mwana sports nikaambia hakuna shida. Tukaichukua timu, tukakaa mezani, nikawapa condition zangu. Tunapokuwa umetupa timu, hatutaki 1 2 3, akasema tuko tayari. Tukakabidhiwa timu, tukatafuta uongozi ukaja, tukakaa, kocha akaletwa, akahitaji aina wachezaji, tukasajili wachezaji, tukaanza kukirusha sasa. Kwa hiyo mafanikio yetu nini? Siri ya mafanikio ni uzalendo namba 1, kwa maana ya kwamba kuipenda nchi yetu, lakini namba 2 kupenda mchezo. Kile unachopewa ukipende. Unamwona Tajiri Mo hazungumzi sana mwaka huu, usimwona Simba anavyofanya. Ukimsikia mtu pepe nyingi, jua huyo ana jambo lake. Lakini kikubwa siri ya mafanikio ni uzalendo, lakini ushirikiano mkubwa kati ya wachezaji na benchi la ufundi, kati ya benchi la ufundi na uongozi wa jeshi la polisi, lakini kati ya uongozi wa jeshi la polisi, wachezaji na mdhamini ambaye ni City Institute of Health Dar es Salaam.